Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi amechelewesha kwa wiki 4 ushuru mpya wa asilimia 25 kwenye bidhaa nyingi kutoka Mexico na Canada kwa mauzo yake kuja nchini Marekani, ikiwa mkakati wake wa karibu katika vita vya biashara vya Amerika Kaskazini ambavyo vimelifanya soko la hisa kuanguka kwa siku kadhaa na kusababisha mivutano ya uhusiano wa Marekani na washirika wake wa muda mrefu na washirika wawili wakubwa sana wa kibiashara. Trump kwanza alichelewesha ushuru wa bidhaa kutoka Mexico kuja Marekani hadi Aprili 2 baada ya kumsikia moja kwa moja rais wa Mexico Claudia Sheinbaum akisema jinsi serikali yake imesaidia kuzuia mtiririko wa wahamiaji na dawa haramu za kulevya za fentanyl kuingia hapa Marekani, madai mawili yaliyotolewa na Marekani kwa jirani yake wa kusini. Saa kadhaa baadaye pia alisitisha ushuru mpya kwa Canada, ingawaji kitakachotokea kwa ushuru baada ya mwezi mmoja hakijulikani. Hatua za Trump za karibuni zimekuja siku moja baada ya kusimamisha ushuru kwa muda wa magari yanayoagizwa kutoka katika nchi hizo mbili, baada ya watengenezaji magari watatu wakubwa nchini Marekani kusema ushuru huenda ukawa na athari mbaya za kifedha kwa kampuni zao. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi amethibitisha kwamba utawala wake unafanya mashauriano na kundi la Hamas ambalo limeorodheshwa na Marekani ni la kigaidi ili kushinikiza kuachiliwa kwa mateka waliobaki, akisisitiza onyo lake la awali kwamba watalipia gharama kubwa huko Gaza iwapo hawatawaachilia mara moja. Mtajua ninachosema, Trump alisema akiwa kwenye chumba cha Oval huko White House baada ya kuulizwa na mwanahabari alichomaanisha. Trump pia aliangazia mkutano wake wa Jumatano na baadhi ya mateka walioachiliwa. Mapema Alhamisi, mjumbe maalum wa Trump kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff aliwaambia wanahabari huko White House kwamba huenda hatua fulani zikachukuliwa na utawala wa Marekani kwa ushirikiano na Israeli. Trump wala White House hawajasema iwapo hatua inayokusudiwa kuchukuliwa dhidi ya Hamas itakuwa ya kijeshi. Wakati huo, Rais Donald Trump ameendelea kushinikiza Kyiv kutia saini makubaliano ya madini jana Alhamisi na kuelezea imani yake kuwa Moscow pia ilikuwa tayari kukamilisha makubaliano ya kumaliza vita ambavyo vilianza wakati Russia ilivamia Ukraine mwaka 2022. Trump alituma ujumbe kwa wanachama wa NATO, kama hawalipi sitawalinda. Alielezea mitazamo ya jinsi angesimamisha amani katika nchi jirani. Nadhani kitakachotokea ni Ukraine inataka kufikia makubaliano kwa sababu sidhani wana uchaguzi, amesema. Pia nadhani kuwa Russia inataka kufikia makubaliano kwa sababu kwa njia fulani, njia tofauti ambayo mimi tu ndio naijua, hawana maamuzi. Amesema atakutana na rais wa Russia Vladimir Putin nchini Saudi Arabia pengine katika mwezi mmoja au na nusu ujao. Mapema jana, mwakilishi maalum wa Marekani kule Mashariki ya Kati amesema atasafiri kwenda Saudi Arabia ili kukutana na wawakilishi wa Ukraine kwa mazungumzo kuhusu sitisho la mapigano na kusitisha uvamizi wa Russia. Na shirika la haki za binadamu linalofuatilia mgogoro wa Syria Alhamisi limesema kwamba wapiganaji 28 watiifu kwa rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad waliuawa katika mapigano kwenye jimbo la Latakia, ambapo maafisa 16 wa usalama na raia 4 waliuawa pia. Patrick Nduimana anaarifu zaidi. Ni moja ya mapigano mabaya kuripotiwa tangu Assad alipolazimishwa kuondoka madarakani mwezi Disemba ndani na karibu ya mji wa Jable na vijiji vya karibu na mji huo, The Syrian Observatory for Human Rights limesema. Maafisa wa usalama huko Latakia, ngome ya muda mrefu ya kabila la Assad la walio wachache la Alawit, walitangaza amri ya kutotoka nje usiku hadi saa 4 asubuhi leo Ijumaa, shirika la habari la serikali SANA limeripoti. Shirika hilo la haki za binadamu lenye makao yake nchini Uingereza limesema maafisa wengi wa usalama waliuawa kaskazini magharibi huko Idlib, ngome ya waasi ambao walipambana na Assad katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 13 nchini humo. Mustafa Naifati, afisa wa usalama huko Latakia, amesema katika shambulizi lililopangwa vyema na kupangwa mapema, makundi kadhaa ya mabaki ya wanamgambo wa Assad walishambulia vituo vyetu na vituo vya ukaguzi, wakilenga doria zetu nyingi katika eneo la Jable. Shirika la habari la SANA limesema hata hivyo, maafisa wa usalama wamemshikilia Ibrahim Huweija, jenerali aliyetuhumiwa kwa mauaji ya mamia ya watu chini ya utawala wa baba yake na Bashar al-Assad na mtangulizi wake Hafez al-Assad. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Africa kimesema Alhamisi kwamba wimbi jipya la maambukizi ya Ebola limezuka Uganda na kwamba juhudi zinafanywa ili kuongeza ufuatiliaji wa maambukizi. Uganda ilitangaza ugonjwa huo hatari kuwa janga Januari kwenye mji mkuu Kampala kufuatia kifo cha muuguzi mwanaume kwenye hospitali kuu nchini humo. Mgonjwa wa pili aliyefariki ni mtoto wa umri wa miaka 4 kulingana na shirika la afya duniani WHO likitaja wizara ya afya ya Uganda. Ngashi Ngongo ambaye ni afisa wa CDC amewaambia wanahabari kwamba baada ya kutoa taarifa za hali Alhamisi, tayari kesi 3 za maambukizi zimeripotiwa wakati nyingine 2 zikisubiriwa kuthibitishwa. Ngongo ameongeza kusema kwamba wilaya 2 mpya zimeripoti kesi za Ebola na kwamba kwa jumla Uganda imeripoti kesi 14 za maambukizi na vifo 2 tangu kuzuka kwa ugonjwa huo kulingana na CDC. Ugonjwa unaofanana na Ebola wa Marburg uliripotiwa kwenye nchi jirani ya Tanzania Januari mwaka huu. Vikosi vitiifu kwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir vimeendelea na msako dhidi ya washirika wa karibu wa makamu rais wa kwanza Riek Machar Alhamisi, wakati wakikamata waziri wa ujenzi wa amani, hali ambayo viongozi wa kidini wameonya huenda ikapelekea vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe. Idara ya usalama wa kitaifa NSS imeshambulia tena na kumkamata mheshimiwa Stephen Parkwor kutoka kwenye ofisi yake dakika chache zilizopita. Msemaji wa Machar, Pokboth Baliang, alisema kupitia X. Mapema wiki hii vikosi hivyo viliwakamata waziri wa mafuta, naibu mkuu wa jeshi pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu wanaohusishwa na Machar. Ukamataji huo ni kufuatia mapigano makali kwenye jimbo la kaskazini la Upper Nile kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa White Army, wengi wao wakiwa ni kutoka kabila la Nuer lake Machar. Kufikia sasa serikali haijasema lolote kuhusu ukamataji huo, lakini waziri wa habari Michael Makuei Jumatano aliamuru vikosi vya Machar kwa kushirikiana na White Army kushambulia kituo cha kijeshi kwenye mji wa Nasir uliopo jimbo la Upper Nile mapema wiki hii. Kundi la White Army lilikuwa upande mmoja na vikosi vya Machar kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vya 2013 hadi 18 vikipigana na vikosi vya kabila la Dinka ambavyo ni vitiifu kwa Kiir. Na mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis Alhamisi ametuma ujumbe wa kwanza wa sauti tangu alipolazwa hospitalini kutokana na kuugua homa ya mapafu wiki 3 zilizopita, akielezea shukrani zake za dhati kwa wote waliomtakia uponyaji. Ujumbe wa sentensi 2 uliorekodiwa na Papa Francis kutoka hospitali ya Gemelli mjini Rome mapema Alhamisi ilichezwa wakati wa maombi ya usiku kwenye bustani ya St. Peter's mjini Vatican. Ujumbe huo ulikuja muda mfupi baada ya Vatican kusema kwamba kiongozi huyo alionekana kuimarika bila kuonyesha dalili mpya za maambukizi. Ikiwa dalili ya kuimarika kwa afya ya Papa Francis mwenye umri wa miaka 88, madaktari wake walisema kwamba hawatatoa taarifa zaidi za afya yake hadi Jumamosi. Papa Francis alilazwa hospitalini Februari 14 akiwa na matatizo ya pumu yaliyohitaji matibabu endelevu ya kina. Vatican imesema Alhamisi kwamba Papa ameweza kufanya kazi wakati akiendelea kupokea matibabu huku akipumzika.